Naam, ni jukumu langu kukusalimu kama mkidhaadhimu kabisa ya lugha ya Kiswahili. Habari yako popote ulipo na karibu sana katika dondoo za mchana wa leo. Ndege kupitisha katika dondoo za kitaifa, kimataifa na zile za michezo. Jina langu ni Juhudi Kisuse. Kwa kuanza na dondoo za habari kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Singida, Halima Dendego, ameongoza maandamano ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya usalama na afya mahala pa kazi leo Aprili 28 katika viwanja vya Mandewa huko mkoani Singida, ikiwa ni mwendelezo wa kuelekea kilele cha Mei Mosi ambayo kitaifa yatafanyika mkoani humo. Maadhimisho haya yameandaliwa na wakala wa usalama na afya mahala pa kazi yani OSHA, yamehudhuriwa na wananchi mbalimbali wa mkoa huo, huku waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete ndiye mgeni rasmi katika tukio hilo linalolenga kuhamasisha umuhimu wa kulinda afya na usalama wa wafanyakazi, ambapo Tanzania huungana na mataifa mengine kama wanachama wa shirika la kazi duniani. Maadhimisho haya hufanyika kila mwaka Aprili 28 yakiratibiwa na OSHA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kukuza utamaduni wa usalama na afya mahala pa kazi, kupunguza hatari za ajali na magonjwa kazini. Na zifuatazo sasa ni dondoo za habari kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa sasa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine anaonekana kufikia makubaliano ya amani. Aidha, Trump ameusifu mkutano wao siku ya Jumamosi mjini Vatican, huku akimtaka pia Rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha mashambulizi nchini Ukraine na kukaa kwenye meza ya majadiliano ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Kauli ya Trump zimetolewa wakati Moscow na Kiev zikiendelea kushambuliana vikali kwa makombora na drone, huku Korea Kaskazini ikithibitisha kutuma wanajeshi wake nchini Urusi kusaidia Urusi kukomboa eneo lake la mpakani la Kursk. Na kwa kuhitimisha na dondoo za habari katika michezo. Klabu ya soka ya Simba imefanikiwa kutinga hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kutoka suruhu ya kutofungana na klabu ya Stellenbosch katika mchezo ambao ulifanyika hapo jana kwenye uwanja wa Moses Mabhida huko nchini Afrika ya Kusini. Hivyo kuifanya timu ya Simba kusonga mbele baada ya ushindi wa bao 1-0 walioupata katika mchezo wa kwanza uliofanyika katika dimba la New Aman Complex Zanzibar. Aidha, ni rasmi kuwa klabu ya Simba itamenyana na timu ya RS Berkane kutoka Morocco katika hatua ya fainali, ambapo mchezo wa kwanza utachezwa Mei 17 huko katika nchi ya Morocco, kisha kurejeana Mei 25 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na mpaka kufikia hapo sina la ziada katika dondoo za mchana wa leo. Muda wote ulikuwa nami Juhudi Kisuse. Asante na nikutakie siku njema.